Amen. Leo hii nataka kuongelea kuhusu kufanya uamuzi, decision making. Amen. Kufanya uamuzi kama Mkristo, kufanya uamuzi kama mtoto wa Mungu, kufanya uamuzi kama mtu ambaye unaishi, kufanya uamuzi kama mtu ambao umepata nafasi ya kuishi leo hii. Amen. Kuna watu wengi leo hii wametamani kuishi, hawajaishi. Kuna watu wengi leo hii wamekuwa na mipango mikubwa, haijafanikiwa. Lakini wewe ambao umepata nafasi katika ibada hii, nataka kutia moyo mtu wa Mungu ya kwamba kufanya uamuzi ama decision making katika maisha yako wewe na mimi. Amen. Kwa hiyo nitaongelea watu wawili, nitaongelea kuhusu Isaya na nitaongelea kuhusu Anania. Kwa hivyo Isaya mlango wa 6 mstari wa kwanza, wa 5 na wa 8. Tutasoma hizo mistari 3. Alafu kuhusu Anania tutasoma Matendo ya Mitume 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ninapoongelea, nataka wewe mwenyewe ujiulize ya kwamba ni uamuzi gani ambao umefanya leo hii kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameamua kufanya uamuzi, maisha ambayo unaishi ni uamuzi ambao umechukua kama mwanadamu. Bwana asifiwe. Ikiwa umeamua kuishi hivyo, ni wewe umeamua. Ni uamuzi ambao umefanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo uamuzi unatoka ndani ya mtu. Uamuzi hauwezi kulazimisha mtu ya kwamba fanya hiki. Mtu ambaye anaweza lasimishwa ni mtoto mchanga ambaye haelewi. Lakini ukishafikisha umri wa miaka 10, ni mtu ambaye anaweza fanya uamuzi. Mtoto wa miaka 10 anaweza amua leo hataki kwenda shule na hata ukimpiga hataenda. Bwana asifiwe. Anaweza amua ya kwamba leo hii hataki kukula na hata kula. Amen. Kwa hivyo naongelea kuhusu kufanya uamuzi kama Mkristo. Ni uamuzi gani ambao umechukua wewe kama Mkristo, kama mtu ambao umeokoka, mtu ambao uko katika safari ya kwenda mbinguni? Uamuzi gani ambao umechukua? Umechukua uamuzi wa Isaya ama umechukua uamuzi wa Anania? Kwa hiyo tutasoma Isaya mlango wa 6 mstari wa kwanza, 5, 8 na 9. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, mlango wa 6 mstari wa kwanza: katika mwaka ule aliyekufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. 5 inasema, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. 8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. 9 inasema, naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Matendo ya Mitume 5 mstari wa kwanza mpaka 3 inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petero akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema ya kwamba nataka kuongelea hawa watu wawili kuhusu Anania na Safira, alafu Isaya, na tutaona ya kwamba mwisho wake sisi kama Wakristo ambao Mungu ametupa nafasi mahali hapa, ni uamuzi gani ambao tumefanya kama Wakristo? Ni uamuzi gani ambao tumechukua? Tumechukua uamuzi wa Anania na Safira ama tumechukua uamuzi wa Isaya? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Safira na Anania walikuwa na kiwanja, walikuwa watu kama wewe, walikuwa watu ambao wameokoka, wamemjua Mungu. Vile wewe na mimi tumeokoka leo hii, tunamjua Mungu, tuko kanisani. Siku moja wakawa na kiwanja ama sehemu ya shamba wakauza. Walipouza, yeye na mke
Safira walielewana, walikaa chini, na kabla ya kuuza kuna vile walikuwa wamesema ya kwamba watakapouza hicho kiwanja watapeana sehemu yote ile ambayo inastahili Mungu. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kuuza, shetani aliwaingia akawazungumzia. Ile wakati mwingine shetani anaweza kutuzungumzia wakati tumeamua ya kwamba tunataka kupeana hii kwa Mungu. Shetani anaanza kuongea na wewe, anakuambia hai, wewe umeuza shamba unataka kupeana pesa hii yote, umeuza shilingi 1300 unataka kupeana 30,000 yote fungu la 10. Kwani wewe hauna mahitaji? Wewe hauoni ya kwamba hauna nyumba? Hauoni ya kwamba watoto wako wamefukuzwa? Hivyo ndivyo vile shetani aliweza kumzungumzia Anania na Safira. Baada ya watu hawa kuwa waaminifu na kusema ya kwamba watauza sehemu ya shamba yao na wataweza kumtolea Mungu, walikaa mahali wawili wakaelewana, naye Anania na Safira wakaamua ya kwamba hawatapeana ile sehemu ambayo waliahidi kupeana. Bwana asifiwe. Si walifanya uamuzi ambao walifanya ilikuwa mzuri. Amen. Wakasema ya kwamba hawezi peana yote kwa sababu shetani aliwaingia na akawazungumzia. Kwa hiyo wakaamua ya kwamba hawatapeana, kila ambacho watapeana ni kile kidogo. Kwa hiyo wakati walifikisha miguuni pa mitume, Petero aliweza kuwauliza ya kwamba kwa nini nyinyi kuwadanganya Roho Mtakatifu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wakati mwingine kama Wakristo tunadanganya Roho Mtakatifu wa Mungu tukidhani ya kwamba tunadanganya watu. Mimi sina mbingu, na Barende hana mbingu, Bishop hana mbingu yoyote ya kupeleka mtu. Lakini wakati unafanya uamuzi kama Anania, jua ya kwamba unamdanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa, hawa wakafanya uamuzi ya kwamba hawatapeana ile sehemu ambayo inahitajika. Huo ni uamuzi ambao walifanya. Huo ni uamuzi ambao mtu yoyote hapa anaweza fanya, na wakati mwingine huwa tunafanya. Bwana asifiwe. Hatui waaminifu kabisa kwa sababu waliuza wakiwa wawili. Na hata hivyo, nani alikuwa amewaambia ya kwamba watoe hiyo sehemu? Wao wenyewe. Siku moja nilifundisha hapa kuhusu nadhiri, kutoa mbele za Mungu. Wakati nasikia watu wanasimama wanasema ya kwamba mimi nitatoa shilingi 1,100, nitatoa shilingi 10,000. Unaona kila mtu anaahidi. Wewe pia unachochewa saa hiyo, unasema na mimi nitaonekanaje? Wapendwa, hakuna vile utaonekana machoni pa watu. Hakuna siku unaweza pendeza watu. Kitu ambacho tunahitajika sisi kama Wakristo ni kumpendeza Mungu peke yake. Kwa hiyo wakati watu wanasimama na kuahidi na kusema vile watatoa vitu vikubwa, wakati mwingine unachochewa na unaona ya kwamba mimi pia nitatoa 10,000. Kwa hiyo kwa hesabu ya milioni 1 wanafuta ile shilingi 10,000. Mwishowe kila ambacho kinafanyika kwako ni kwamba shetani anakuja anaanza kukushauri. Anakuambia na sasa hii shilingi 10,000 utatoa wapi? Lakini kumbuka ya kwamba wewe mwenyewe uliahidi mbele ya watu. Kwa sababu unataka kupendeza watu, waone ya kwamba hata wewe unatoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Anania na Safira wao wakaamua kwa akili yao timamu ya kwamba hii sehemu wataiweka. Na ukisoma hiyo kitabu vizuri mpaka kuteremka chini, hawa jamaa hawakuja wakasabai. Ukweli ni kwamba wakati huu tunaishi kwa neema kama Wakristo. Mungu akituangalia akiwa mbinguni, tunafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Na tuko kanisani, na hiyo ndio uamuzi ambao tumechukua. Lakini kwa sababu Yesu Kristo yeye anatupenda sana, yeye huwa anatuhurumia. Lakini wakati huo ungeonana na Mungu hivi macho kwa macho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo baada ya wao kudanganya wakija kanisani, walianguka chini na kufa. Wakati wanaulizwa na Petero, kwa nini kumdanganya Roho Mtakatifu wa Mungu? Ile sehemu ambayo mmesema mtaleta iko wapi? Wanaanza kujitetea. Sisi wanadamu huwa tunajitetea wakati mwingine. Nasema kwa sababu nimekuwa na mahitaji, kwa sababu nimekuwa na hii, kwa sababu nimekuwa na mgonjwa, kwa sababu hali imenikumba. Kwa hiyo wakati unaanza kujitetea hivyo, wewe unatumai ya kwamba Mungu wetu ataweza kukuelewa. Lazima wewe kama Mkristo ufanye uamuzi ambao unampendeza Mungu. Wapendwa, usifanye uamuzi wa kupendeza watu. Usifanye uamuzi wa kupendeza jirani. Usifanye uamuzi wa kupendeza ndugu ya kwamba yeye akuone. Lakini fanye uamuzi wa kumpendeza Mungu. Usifanye uamuzi kama Anania. Anania akasema mimi hii pesa
unafikiria kupeleka kanisani, kuna kitu inakuja kwa akili. Kitu ambacho inakuja kwa akili ni kwamba ni nani anaweza husika kwa hii pesa? Hii pesa hata nikipeleka pale kanisani, lakini ni nani anahusika? Kwani Mungu akapa? Hauwezi kumpata hapa. Wale watu wenye utapata hapa ni binadamu kama wewe, lakini watu ambao wamekuja kuwakilisha Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wakati mwingine, kwa sababu shetani atakunong'onezea ya kwamba hiyo pesa ukipeleka unapelekea fulani, kiongozi fulani atabadilika, labda kuna kitu atafanya. Kwa hivyo baada ya hayo hauwezi toa kwa sababu uliangalia watu. Bwana asifiwe. Fanya uamuzi ambao ni sahihi. Amen. Shetani alimwingia Anania akiwa njiani na Safira wakikuja kanisani, wakawa wanajiuliza ya kwamba tunapeleka wapi hii pesa yote. Wakaamua kuficha sehemu. Wakasema hii sehemu tutafanya nini? Tutapeleka kanisani. Ukweli ni kwamba sisi wengine ambao tunafanya hivyo, haujawahi fanya. Usema tu kweli, haujawahi fanya. Tumefanya mara nyingi. Hata mimi labda nikiwemo tumefanya. Umepata 1,000, wanatahitaji hapa kanisani shilingi 800. Hiyo 1,000 ndio mahitaji yote. Kwa hivyo unafikiria unang'ang'ana. Sasa zingine pesa huongea. Unaweza ongea na pesa kwa mfuko, uingize, urudishe, uhesabu, ng'ang'ane nayo. Kwa sababu moyo unang'ang'ana sana. Kufika uwe mwaminifu mpaka uamue ya kwamba nitaitoa. Mapendo haiwi rahisi. Na ndio sababu maandiko yanasema hapo ya kwamba hiki kiwanja wakati kilikuwa kwako, kilikuwa ni sehemu yako. Wakati wewe ulideclare kwamba naenda kukiuza kiwe sehemu ya Mungu, sasa sio yako. Bwana asifiwe. Mimi huwa nashangaa na watu. Sasa kile mtu anaweza kuja hapa na mtoto anawekewa wakifu. Wakati wanasema kwamba kanisa linashuhudia, watu wanashuhudia, mtu anasema kwamba huyu mtoto wangu huyu naye ataweka jina nzuri, yaani ukiangalia ni jina nzuri. Lakini wakati mtoto huyu anaendelea, anasahau ya kwamba wakati alikuwa katika tumbo la mama yake alikuwa wake. Wakati amezaliwa ukamleta kanisani hapa, sisi tukashuhudia ya kwamba tutakusaidia kulea. Huyo mtoto tena sio wako. Umemhusisha kwa Mungu, kwa hivyo ni sehemu ya Mungu tena. Na ndio sababu akikutana na mtu pale ili akaweza kumrekebisha, wewe mwenye ulisema ya kwamba hawa watu watakuwa shahidi, unaanza kunyoshea hawa watu kidole. Kwani yeye alinisaidia kulea? Kwani yeye alinisaidia kufanya hivi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo inakuwa yako wakati haujaipeana kwa Mungu. Lakini wakati Anania na Safira walisema ya kwamba hiyo kiwanja itakuwa sehemu ya Mungu, tena haikuwa yao. Lakini shida ni kwamba shetani aliwashauri na wakafanya uamuzi. Wapendwa dada yangu, ndugu yangu, ninataka kuhimiza ya kwamba uamuzi ambao unafanya leo hii ni matokeo ambayo unatarajia kesho. Ukifanya uamuzi mzuri, matarajio yako ya kesho yanakuwa mazuri. Kwa hivyo wakati unakuja kanisani, wakati unakaa na watu, wakati umeamua ya kwamba wewe umeokoka, fanya uamuzi ulio bora. Usifanye uamuzi ambao utaleta madhara baadaye. Wengi tuko kanisani, uamuzi ambao tumefanya ndio umetuweka maisha ambayo tunaishi. Wakati mwingine wao unafikiria kwamba ulibaki hivyo. Haujabaki hivyo. Ni ile umeamua kubaki hivyo. Kubaki hivyo ni uamuzi. Bwana asifiwe. Amen. Kuamua leo ya kwamba sitaki kuishi maisha haya ni uamuzi ambao unatoka ndani ya mtu. Amen. Kiamua kwamba sitaki kuishi maisha ya umasikini, si umeamua tu. Na kila asubuhi utaamka na ujishughulishe. Ukiamua kwamba mimi nataka kukaa hapa, nitakuwa naomba tu na ninasaidiwa, umefanya uamuzi ndani ya moyo yako ya kwamba unataka kubaki vile uko. Amen. Kwa hivyo kufanya uamuzi kama Mkristo. Uamuzi gani ambao tunafanya sisi? Hata Mungu akikuangalia. Mara nyingi huwa anasema ya kwamba lengo la Mungu kukuokoa wewe. Watu wengi wao wanasema kwamba kwa nini umekuja leo kanisani? Kwa sababu nimekuja kumshukuru Mungu. Nimekuja kwa sababu niliokoka, kwa sababu nitaurithi ufalme wa Mungu. Hiyo jibu linakuwa gumu sana. Mungu yeye hakuokoa wewe ya kwamba utarithi ufalme wa Mungu. Hapana. Wewe bado unaishi hapa duniani. Lengo la Mungu kukuokoa wewe. Lengo la Mungu kutuma Kristo afe kwa sababu ya wewe na mimi ilikuwa ni kwamba ukaweze kwenda nje kwa mataifa uwafikie.
tunaangalia maisha ya mtu, tunasema huyu naye hataenda. Unageji mtu bila anaishi, tunasema huyu akienda mbinguni hata mimi nitaenda. Wapendwa, hautaenda kwa sababu mtu mwingine ameenda. Utaenda kwa sababu umeamua kufanya mapenzi ya Mungu. Hivyo wakati lazima utatoa hesabu. Wewe uliambiwa ya kwamba ile Great Commission yenye kila wakati inahubiriwa hapa, watu wengi wanajua ya kwamba kuna pati ya watu, kuna baadhi ya watu wanafaa kufanya uinjilisti. Uinjilisti ni mtu yoyote yule anahitaji kufanya uinjilisti, na hayo ndio mapenzi ya Mungu, na hiyo litafanya Mungu aende mbinguni, kwa sababu Mungu yeye anataka ufikie watu. Yesu yeye akasema ya kwamba yeye hakukuja kwa sababu ya wale wazima, alikuja kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa, wale ambao wenye dhambi, wale ambao hawajapata habari hii. Yeye alikuja kwa sababu ya hao watu. Kwa hivyo hao watu wanafikiwa na wewe, lakini leo hii tumeamua ya kwamba kuna watu specific wa kwenda kufanya uinjilisti, kuna watu wanafaa kwenda kuwaongelesha watu, kuna watu wanafaa kutembelea watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni uamuzi ambao umefanya, lakini nataka kufungua akili leo hii. Toka kwa hiyo uamuzi. Bwana asifiwe. Toka kwa uamuzi wa kufikiria kwamba kuna wainjilisti. Kuna ile huduma tano. Yaani watu wengi tunajua kwamba mchungaji, mwalimu, apostol, nabii na evangelist. Kwa hiyo hao wainjilisti wanafaa kwenda kufanya nini? Enda hiyo Mathayo 28 uisome vizuri, uone vile inasema. Haijaweka watu specific. Imesema kwamba enendeni nyinyi nyote. Kwa hivyo kila mtu anahitajika kufikia mtu. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini leo hii kama Wakristo tumefanya uamuzi ambao ni kwamba hatuwezi kufanya uinjilisti, hatuwezi kwenda kufikia watu kwa sababu kuna watu, hatuwezi kufanya hivi. Hiyo ni uamuzi wewe umechukua, ndugu. Mimi nitaendeaje mtu? Mimi sijui kusoma. Hiyo ni uamuzi. Wapendwa, ukiamua kumtumikia Mungu hata kama haujasoma, utasoma Biblia. Mungu yeye ni mwaminifu. Anajua ya kwamba utafanya kazi yake. Kwa hivyo lazima akupe uweza wa kuweza kusoma. Mimi sijui kusema, nitasemaje? Nikifikia watu nitaongea namna gani? Mungu yeye aliyekuita, yeye ambaye alisema ya kwamba enendeni. Na hapo chini mstari wa 20 anasema ya kwamba nitakuwa na wewe mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo ujue ya kwamba wakati unaenda, yeye ako pamoja na wewe. Si wewe unayesema, si wewe utaongelesha wale watu, ni Mungu yeye ako na wewe. Bwana asifiwe. Lakini hiyo inafanyika kwa sababu umeamua kufanya uamuzi ya kwamba mimi kuanzia leo hii lazima nilete mtu, lazima niokoe mtu. Hauleti mtu kanisani kwa manufaa ya wachungaji, kwa manufaa ya reverend, kwamba kanisa lijae. Wewe unaleta mtu, unatoa mtu taifa, unambadilisha kwa sababu Mungu anapendezwa na hilo, na hayo ndio mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati mwingine wewe kama haufanyi uinjilisti na Biblia inakuamuru ya kwamba ufanye, lazima uombe. Kwa hiyo usipotii na kufanya, unajua ya kwamba mimi siwezi kufanya uinjilisti, mimi siwezi kuongelesha watu. Kama kuna kazi rahisi sana ya kufanya ni kazi ya Mungu. Na kama kuna kazi ngumu sana yenye ina changamoto ni kazi ya Mungu. Lakini Kristo yeye anasema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari. Kwa hivyo Mungu yeye huwa anaandamana na yule mtu ambaye ameamua kufanya kazi yake. Yeye hata kuacha, ataenda na wewe. Hizo mageti makubwa atakupa uwezo wa kubisha kwa sababu yuko pamoja na wewe. Hata kupa usemi. Bwana asifiwe. Kufanya uamuzi ulio bora kama Mkristo. Haleluya. Uliza jirani yako ameamua kufanya uamuzi gani? Unajua kuna mtu ameamua katika maisha yake kama vile aliokoka atabaki hivyo. Mara nyingi mimi mbona nawaambia hapa. Vile wewe umekaa tu na jirani yako hivyo, umekaa tu wawili, mwangalie vizuri. Ukweli ni kwamba Sospita ako na uamuzi wake, Dede ako na uamuzi wake. Lakini wakati mwingine kama wanadamu, unabadilisha ile yako, unaiga ile ya mwenzako. Kwa sababu unataka kumpendeza. Bwana asifiwe. Lakini ikifika na masuala ya Mungu, wapendwa, kila mmoja na safari yake. Mara nyingi nimewaambia, hata ukiwa mke na mume katika nyumba, ikifika masuala ya kiroho, kila mtu ana hali yake, kila mtu ako
na njia yake. Kila mtu kuna vile Mungu alimuita, kila mtu kuna vile Mungu alimpa sehemu, na hiyo ndio imetupoteza. Sababu wewe unataka kufanya vile fulani anafanya, umeiga vile fulani anafanya, umefanya uamuzi vile fulani amefanya. Hata saa zingine mgeni na Bwana wakiwa katika nyumba na wako katika kanisa moja, wakati Bwana anaamua kufanya, yeye pia anafanya katika masuala ya kiroho. Wapendwa, fanya uamuzi ulio bora kama Mkristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kila mtu atatoa habari mbele za Mungu. Vile tuko hivi, utashangaa hiyo siku ile picha inakuja, ni kama skrini ya TV. Utaona hiyo siku kila mtu mwenye alikuwa kwa hiyo ibada na kile kilichofundishwa, kwa sababu Mungu naye rejeza yake hawezi sahau. Sisi wakati mwingine makaratasi yanararuka, lakini Mungu haiwezi raruka, atakukumbusha. Kwa hiyo fanya uamuzi ambao utampendeza Mungu. Wapendwa, usifanye uamuzi kama Wanania. Shetani asije akakuingia, shetani asije akakushauri wewe, akakuondoa katika ile uamuzi wa Mungu, akakurejesha katika uamuzi wake, ukafikiria kwamba njia hii ambayo umechukua ni njia sawa. Biblia inasema ya kwamba kila mtu vile tuko hivi, kuna njia ambayo amechukua, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Huwa inaonekana sawa kwako. Hata leo hii ukiamua vitu chenye huwa unafanya ni uamuzi wenye umechukua, ni sawa machoni pako, Biblia inasema hivyo, lakini mwisho ya hiyo safari na hiyo njia ambayo umechukua ya kwamba ni sawa, mwisho wake ni mauti. Kwa hivyo kabla haijafika kwa mauti, wapendwa, tengeneza hiyo njia. Kama Mungu bado amekupa nafasi, wapendwa, tengeneza hiyo njia. Kuna siku wewe utatoa hesabu. Kuna usiku baba utatamani kukaa chini na kusikia. Kuna siku utatamani ya kwamba ningelijua, kwa sababu una nafasi. Wakati mwingine huwa anajiuliza swali kwamba kama bado uko na nguvu, uko na uweza, uko na kila kitu, hauwezi kumtumikia Mungu, na wakati utalemewa, je? Bwana Yesu asifiwe. Nani anajua Rose Ominde? Watu wengi wamemjua, na hata wao mnasikia nyimbo zake. Imagine yeye ni kipofu, huyo mama ni mchungaji na tena ni mwimbaji, lakini kuna mtu hapo na macho yote, miguu yote, mikono yote, afya nzuri, magonjwa sio sehemu yake, lakini hawezi kufanya kazi ya Mungu. Naamua kukaa, hakuna nafasi ya kukaa katika ufalme. Bwana asifiwe. Huko mbinguni ambao tunang'ang'ania sisi kwenda wote, huko ni kuimba, usifu na kuabudu. Amen. Kwa hiyo anza kujizoesha ukiwa hapa duniani. Anza tu kujizoesha kuabudu na kusifu. Amen. Hautakutana huko na waimbaji ati watakuwa wanaimba na mnasikia. Bwana asifiwe. Kufanya uamuzi. Nataka tusome hiyo Isaya 6 hiyo mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na nimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. 5 inasema, ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Amen. Nataka tuangalie uamuzi ambao Isaya naye anachukua. Isaya huyu ukiangalia tena ameandika hiyo kitabu cha Isaya. Bwana asifiwe. Imagine alikuwa mtumishi ambaye alipewa nafasi ya kuandika hicho kitabu, lakini kitu cha kunishangaza ni kwamba hiyo miaka yote yeye hakuwa amemwona Mungu. Bwana asifiwe. Nataka wewe sasa ujiweke hapo ya kwamba miaka yote yenye umekuwa hapa kanisani, miaka yote yenye umeita ya kwamba wewe umeokoka, haujawahi kukutana na Mungu huyu. Bwana asifiwe. Haujawahi ataona Mungu. Wewe unasikianga huyu Mungu kwa watu. Wakati watu wanashuhudia kwamba Mungu anatendea, unashangaa Mungu yeye ametenda staili gani? Hivyo ndio vile Isaya anasema kwamba katika mwaka ule Uzia mfalme alipokufa, ndiposa Isaya akamwona Mungu.
Bwana asifiwe. Amen. Na huyu Isaya alikuwa amekaa katikati ya watu wabaya. Watu environment yenye alikuwa anakaa mwenyewe, vile anaeleza ni kwamba environment ya watu wabaya, watu ambao walikuwa wamemzuia yeye kuona Mungu. Kwa hivyo hapo inamaanisha ya kwamba wakati mwingine uamuzi ambao tumefanya ni ile environment yenye imetuzingira. Bwana asifiwe. Ile environment yenye iko katikati yetu imetuzingira, hata sisi tuko katikati, haiwezi kuruhusu wewe ukamuona Mungu. Wakati wewe unataka kujaribu kuona Mungu, inakwambia wewe, ile environment inakwambia wewe usijaribu. Yaani wewe uone vile sisi tunakaa, uone maisha vile ni mazuri. Na wapendwa, maisha ya dunia ni mazuri, mazuri sana, inapendeza kwa macho, kwa sababu ya Mungu huwa haionekani. Utaambia mtu uzuri gani ya Mungu ni haoni. Uzuri wa Mungu inaonekana kwa sisi ambao ni Wakristo, sisi ambao tumeamua kutoka kule nje. Kwa hivyo Isaya alikuwa amezungukwa na watu ambaye hawakumruhusu kuona huyu Mungu. Si kwamba kuona Mungu kwa macho, lakini kuona Mungu kwa hali ile ya vitu ambazo zimemzingira, haziwezi mruhusu akasonga karibu na Mungu. Mambo ambayo alikuwa amemzunguka hayangemkubali aone uwepo wa Mungu. Kwa hivyo Isaya alifanya uamuzi yeye mwenyewe baada ya Uzia mfalme kuondoka katika maisha yake. Kwa hivyo wakati mwingine, mara nyingi, Uzia yule ambaye ametuzingira, ukikubali aondoke na wewe mwenyewe uamue kufanya uamuzi, wapenda, unamuona Mungu. Tukiteremka hapa chini sasa, Isaya anaanza kusema hivi. Mstari wa ngapi? Mstari wa 8. Isaya anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nitume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Amen. Baada ya Uzia kufa na kuondoka kwa maisha ya Isaya anamuona Mungu, anafanya sasa uamuzi ulio bora. Anajiuliza ya kwamba kisha nikasikia sauti, alisikia sauti ya Mungu sasa akisema ya kwamba ni mtume nani? Na ni nani atakaye kwenda kwa sababu yetu sasa sisi? Bwana asifiwe. Wapendwa, wakati mwingine Mungu anajiuliza, akituangalia, anajiuliza ya kwamba uamuzi ambao umeshikilia huu, sasa mimi nitamtuma nani? Ni nani atakaye kwenda pale nje? Ni nani atakayefanya hii kazi ya Mungu? Ni nani? Na hiyo sauti kwa tunaisikia. Saa zingine unasikia Mungu anakuambia kwamba leo unahitajika kwenda maombi. Sasa unaanza kushauriana na roho na mwili. Lakini pia kuna kazi mahali umeitwa. Anza kujiuliza, niende kazi, niende maombi. Niende kazi, niende maombi. Mwishowe, yule mtu ambaye anaishi na mwili itamshauri kwenda kazi. Kwa hivyo ndio sauti yenye Isaya alisikia. Amen. Hatusikii sauti ya Mungu. Wapendwa, tunahitaji kusikia sauti ya Mungu kama Wakristo. Usifikiria kwamba kila kitu chenye Mungu unafanya ni kizuri, kinampendeza Mungu. Wakati mwingine huwa tunafanya yale ya kutupendeza sisi. Lakini ni vyema tukisikia sauti ya Mungu. Isaya aliweza kusikia sauti kimwambia kwamba nitume nani? Yule alikuwa ni Mungu. Anajiuliza sasa nitume nani? Kwa sababu alijua Isaya ameachana na wale watu wabaya. Isaya huyu sasa ameshamuona Mungu. Macho yake yamefunguka kwa sababu Uzia amekufa. Marafiki wameondoka kwa maisha yake. Environment ilikuwa imemzingira, ametoka ndani. Amen. Ndipo niliposema mimi hapa, nitume mimi. Bwana asifiwe. Hiyo sasa ni uamuzi yenyewe Isaya anaamua kufanya sasa baada ya Uzia kutoka ndani yake. Amen. Akamwambia Mungu ya kwamba mimi hapa, nitume mimi. Wapendwa, utatumwa kama umeamua. Usipoamua uwezi. Mara nyingi mimi husema ya kwamba safari ya wokovu ina milima, ina mabonde na ina changamoto. Unaweza ifurahia ukiona mtu mwingine akisema, hata ukaidharau ukasema na hawa huyu pia anajifanya tu. Sio rahisi wapendwa. Ni safari ambayo unaweza jinyima. Amen. Kukubali kutumwa na Mungu ni kujinyima. Uko na 500 na uko na mshirika hapo na shida 1000. Utamwambiaje? Ndugu yangu, acha tuombe tu kuwasaidie
Amen. Wacha tuombe tu Mungu asaidie. Na uko na 500 na hapo na shida 1000. Unahitaji kupeana hiyo 500. Unahitaji kuwa suluhu. Kwa hivyo Isaya akasema kwamba mimi hapa Bwana nitume, kwa sababu wale watu walikuwa wametoka ndani yao. Amefanya sasa uamuzi wa kuweza kuishia Mungu. Amefanya uamuzi wa kufanya kazi ya Mungu. Wapendwa, kazi ya Mungu ni nyingi sana, lakini wanaoitenda ni wachache. Watenda kazi hawako. Kwa sababu gani? Wewe na mimi umeamua ya kwamba hatutaki kuifanya. Wewe inakuwa ngumu, inakuwa nzito. Wewe umeamua kwa akili yako timamu ukasema hata uhubiri mpaka kesho. Mimi uamuzi wangu ni huu. Na hiyo siwezi badilika, siwezi toka nayo. 9 inasema naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa. Huyo sasa ni Mungu anafanya nini? Anamtuma Isaya. Bwana asifiwe. Anamwambia Isaya, sasa kwa sababu umekubali, enenda kwa watu hawa. Wakati wapendwa unaamua, unakubali, Mungu yeye atakupa nafasi hiyo. Yeye atakupa huo uwezo kwa sababu umeamua. Ukiamua kumtumikia Mungu kwa roho moja hivi, atakutendea mambo makubwa magumu usiyojua, vile maandiko yanasema. Kwa hivyo wewe umeamua kufanya nini leo hii? Nataka kuwashangaza kwamba kuna mshirika na kuna mwanafunzi. Sasa mwanafunzi ni yule wa kufuata Yesu. Si ndio? Hakuna siku mwanafunzi anaweza kosa kufuata mwalimu wake. Bwana asifiwe. Kufanya nini? Uamuzi ulio bora. Bwana asifiwe. Kama Wakristo, kama watu ambao tunatamani ya kwamba siku moja Mungu atuhesabie haki. Mungu hata tuhesabia haki kwa sababu tumekuja Jumapili kanisani. Mungu hawezi kutuhesabia haki kwa sababu tumesaidia mtu. Mungu hawezi kutuhesabia haki kwa sababu tumekesha. Mungu anatuhesabia haki kwa sababu tumetenda mapenzi yake. Na nimewaambia kwamba mapenzi ya Mungu, lengo la Mungu kumtoa Kristo akufe kwa sababu ya wewe na mimi, ni kwamba tukaweze kwenda katika mataifa yote tukiwafanya watu kuwa wanafunzi. Bwana asifiwe. Hayo ndio matunda ambayo Yesu anasema kwamba zaeni matunda yanayodumu. Ukilea mwanafunzi anadumu, lakini ukilea mshirika hawezi kudumu. Sababu mshirika atakwambia nimekwasika. Kwa kwanza bila niongea mbele nilikwasika. Kwa nini aliniambia? Lakini mwanafunzi, Bwana asifiwe. Hakuna siku utakutana na mwanafunzi mwenye anafanya nini? Kwa hiyo leo hii nataka kukutia moyo na kukufungua akili ya kwamba katika maisha yale ambayo unaishi kama Mkristo, kila siku yako, kila wakati lazima ukae ujiulize ya kwamba mimi kweli niko sawa katika hii safari ya wokovu, naendea sawa, niko naenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu akiniangalia akiwa mbinguni, kuna kitu anaweza ona, ama mimi nimebaki kama Anania? Lakini wengi tutamani kuwa Isaya. Haijalishi umekuwa kwa environment gani, ukiamua leo kumfuata Yesu, wapenda atakutendea mambo makubwa. Ukiamua leo ya kwamba mimi nataka kutumika katika kanisa hili, Mungu atakuinua kwa sababu atakuwa na wewe. Ukiamua ya kwamba mimi nataka kubaki hivi, unabaki kwa sababu umeamua. Wewe usidanganyike ukafikiria kwamba Mungu atatoka mbinguni na badilisha akili yako. Akili wewe unabadilisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Wakati unafika mtu mzima unajua kuelewa ya kwamba hiki ni kibaya na hiki ni kizuri, unabadilisha akili yako wewe mwenyewe. Warumi 12 Biblia inasema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza nani? Kutoa mwili wako kuwa dhabihu ya kumpendeza Mungu ni uamuzi ambao mtu anafanya mwenyewe, ya kwamba mimi nimeamua kutoa mwili wangu uwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Huyo ni Paulo anasema hivi. Tena anasema ndugu zangu, na wasihi. Imagine kutumia hiyo neno kusihi. Yaani ni kama na wabegi. Ni kama sijui ukisema naomba hii haiwezi ingia. Na kusihi, itoeni miili yenu. Wapenda toa
dhabihu ya kumtumikia Mungu, dhabihu iliyo hai ya kumpendeza, ya kwamba Mungu akiwa mbinguni akikuangalia anaona dhabihu, haoni mwili, anaona dhabihu iliyo hai, anaona mtu ambaye anamtetemekea na kumtii, anaona mtu ambaye ameamua kumfuata Yesu, anaona mwanafunzi mzuri ambaye anazaa matunda yanayodumu. Kwa hivyo sijui ni nani anatamani kuwa kama Isaya, na nani anaamua leo ya kwamba anataka kuishi kama Anania. Hiyo inaruhusiwa. Hakuna mtu anaweza piga mtu mboka ya kwamba badilika. Kubadilika ni mtu binafsi. Ni mtu kuamua ya kwamba nataka kuacha hii nifanye hivi. Sitatembea hii safari, nitatembea hii njia. Na nimewapea mifano ya watu tofauti wawili ambao waliamua. Kwa hivyo Isaya aliamua. Leo hii ningetamani ya kwamba sisi kama Wakristo, watu ambao Yesu alikufa kwa sababu yetu. Hakukufa kwa sababu ya mtu mwingine wapendwa. Alikufa kwa sababu ya wewe na mimi. Na ni kwa sababu alikuwa anatupenda sana. Mungu alitupenda akaamua kutoa mtoto wake mmoja tu. Hata kwa ajili yetu. Ya kwamba leo hii katika safari hii ya wokovu tuisiishi kana kwamba tutabaki hapa. Nimeshakutana na watu wengi wanaoniuliza ya kwamba unaongelea habari ya mbinguni, ulienda huko? Sijaenda huko. Lakini nasoma maandiko kwa sababu Biblia ni neno la Mungu. Na hilo ndio linasema ukweli peke yake. Bwana asifiwe. Usiishi kama mtu ambaye hana ufahamu. Biblia inasema kwamba tuwe werevu kama watoto wa nyoka. Tunahitaji kuwa werevu sisi wa Kristo. Tunahitaji kuwa wakili sana, si kama wale watu wa nje. Tunapoishi katika maisha ya Ukristo, wacha mtu anapotutazama akaweze kuona Yesu. Mtu akikutazama anaona Mungu ndani yako. Hata kama watu watakudharau. Wakati mwingine binadamu kwa wanadharau watu kwa mtazamo wa nje. Na ndio sababu mara nyingi huwa tunapeana ule mfano wa Daudi. Amen. Daudi katika nyumba ya Yese alikuwa mtoto mbaya sana. Mtoto mwenye haukatoa mbele ya watu. Ile wao kuna watoto, kuna yule mwenye ameheshimika ndani. Kama unawasomesha, kuna yule ambaye ni daktari ndani, mwalimu, kuna mwingine wa mjengo, kuna mwingine analimia watu. Sasa Daudi alikuwa kulimia watu. Wageni wakikuja kwako, utaleta daktari ajitambulishe, mwalimu ajitambulishe, lakini mjengo atakuwa ametumwa, alafu huyu wa kulimia watu naye hatakuwa. Kwa sababu atakuaibisha. Amen. Lakini huyu mwenye unaona atakuaibisha, ndio mwenye Mungu anataka sana. Na hivyo ndio vile sisi tunaishi. Wakati mwingine tumedharauliwa staili ya tunaonekana kwa macho ya binadamu ya kwamba sisi hatufai. Nataka kutia moyo ya kwamba wewe unafaa sana. Mungu anakuthamini na wewe ni wa maana. Wewe ni mtoto wa mfalme. Nini wewe unashaka? Wakati mwingine wewe unajidoubt wewe mwenyewe, hujiamini. Lakini ukijiamini, Mungu yeye anakuthamini sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha sisi kama Wakristo leo hii ya kwamba tukaweze kufanya uamuzi ulio bora wa kumpendeza Mungu, uamuzi wa Isaya, ya kwamba ile environment yenye imetusingira, wale watu ambao wametuzuia kumuona Mungu, wale wakina Uzia ambao wametusingira kabisa, wako karibu na sisi, tuhakikishe ya kwamba sisi leo hii tumesikia neno, tuweze kutoka ndani, tukaweze kufunguliwa akili zetu. Na tunapofunguliwa akili, basi Mungu akituangalia mbinguni anauliza swali ya kwamba ni nani nitakayemtuma? Uwe tayari ya kusema ya kwamba niko hapa Bwana, nitume. Ukikubali kuanzia leo hii, Mungu anaanza safari mpya na wewe. Bwana asifiwe. Mungu yeye huwa anaanza na wenye wamefika mwisho. Wale wenye wamefika kwa koma, watu wamekataa tamaa na wao ndio Mungu anaanza na wao. Kwa hiyo nataka kutia moyo leo hii ya kwamba kuna yule usia ambaye amekufanya wewe umefanya hiyo uamuzi ambao uko nao leo hii kwa sababu ya yule usia, kwa sababu ya yule rafiki, kwa sababu ya yule jirani, kwa sababu huyo mtu ndio huwa anakusaidia. Unajua leo hii Wakristo wenyewe wamejidunisha saidi ya kwamba wao sasa ndio wako chini na yule mtu mwenye ajui Yesu ndiye anajua sana. Kwa hiyo yeye ndio msaada kwake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima shikamana na yeye, asimwache. Akimwacha itakuwaje? Unajua yeye ananiokolea wakati wa dhiki. Yeye huwa ananiokolea wakati nimekosa. Kwa hiyo siwezi achana na yeye. Kwa hiyo umefanya uamuzi wa kutoachana na
kabisa. Hata wakati nataka kutoka nasema usitoke, wewe baki mahali hapa. Ukitoka nani atakupea fee? Na hata watoto wanaenda kufungua. Na unajua mimi ndio huwa nakusupport. Huyo ndio usia mwenye umeshikilia. Kwa hiyo leo hii achana na usia. Vile Isaya aliamua kuachana na usia, akakufa ndani yake, yeye akamuona Mungu, Mungu akaamua kumtuma, na Isaya akafanya uamuzi wa kumtumikia Mungu. Nataka tusimame. Tuamini na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, wewe unaweza mambo yote. Ni jambo gani lililo gumu machoni pako usiloliweza wewe? Bwana, unaweza mambo yote, unaponya magonjwa yote, viwete wanatembea, vipofu wanaona, visiwi wanasikia. Bwana, naona wewe ukimfufua Lazaro katika hali zetu mbaya. Yesu, unamfufua mtu, unaponya mtu mahali hapa, unaachilia maisha ya watu Bwana, mahali pale walipo Yesu wamekata tamaa, wewe ni mwanzo wa maisha yao Bwana, unawashukia mahali waliko Yesu, unaanza mwanzo mpya kwao, unawapa nguvu mpya ya kustahimili majaribu, ya kwamba majaribu hayatawashinda, lakini Yesu unapeana mlango wa kutokea. Asante kwa sababu magonjwa haya yanapata nafasi ya kuondoka katika miili zao. Miili zao ni hekalu lako, na hekalu lako halitaishi na magonjwa. Kwa hiyo Bwana, tunanena uzima katikati ya wagonjwa wote, wale ambao wako hospitali na hata nyumbani. Baba, unawaponya magonjwa yao. Wale wote ambao wamefiwa wapendwa wao, wewe ni mfariji na Mungu anayepanguza machozi. Kwa hiyo Baba, unawafariji, unawafunga kama, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya ibada hii Bwana, tumesikia neno lako, neno ambalo lina ushindi ya kwamba Bwana, tukaweze kufanya uamuzi ulio bora machoni pako, kama watu ambao ulituita ukatuchagua kwa ajili ya huduma hii. Baba Mungu, ninaomba ya kwamba siku ya leo unasaidia mtu kufanya uamuzi ulio bora, uamuzi wa kuachana na hali zake, uamuzi wa kutoka katika vikundi, uamuzi wa kukurejea wewe, uamuzi wa kutoka nje na kuwafanya wanafunzi, maana hayo ndio mapenzi yako yanayokupendeza wewe, na umesema ya kwamba utakuwa pamoja na wao hadi mwisho wa dahari. Baba, wanapotoka wiki hii, wanapofikia watu wengine Yesu, Baba, nenda pamoja na wao, watangulie mahali pale watakapoenda Yesu, watangulie Bwana, wape ushawishi katika vinywa zao, wape usemi ulio bora Bwana. Wewe unasema ya kwamba sana wakati ule maneno watakayosema yatatoka kwako. Asante, maana maneno hayo Bwana unawajaza nayo katika vinywa zao. Sifa zote ni zako Baba, tunakupa sifa na utukufu wote, maana wewe ni wa milele. Asante kwa sababu ya yule ambaye amesikia neno hili na yuko tayari kutenda sawasawa na neno lako. Bwana, kubariki, kainue viwango vya huduma ndani mwake, ukakutengeneza awe chombo cha kutumika machoni pako, na wale ambao wanatamani ya kwamba Bwana uwabadilishe, ninaomba ya kwamba wiki hii wasaidie, wazungumzie, wanenee Roho wa Mungu. Wewe ndiye ushawishi wa kweli, zungumza katika mioyo yao, ili waelewe ya kwamba wewe ni Mungu unayesema na unanena na wao na unawahitaji katika huduma. Sifa zote ni zako Bwana. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa. Baba, mkumbuke, kumbuka maisha yake, kumbuka hatima ya moyo wake, kumbuka mahitaji aliyo nayo. Wewe ni Mungu, kapeane sawa sawa na mahitaji yao, kwa sababu hakuna lile ambalo wewe hauwezi. Asante kwa sababu ya wote mahali hapa, wale ambao hawajakuja katika ibada hii, wengine ni wagonjwa, wengine wana hali ngumu, wengine wamepoteza wapendwa wao. Bwana, wakumbuke wote, wiki nzima ukawalinde, ukawatende mema. Pokea sifa, pokea utukufu. Asante kwa ajili ya sadaka hii ambayo watu wako wamekutolea. Bwana, bariki kazi ya mikono yao, bariki mashamba na hata mifugo, bariki afya yao, ili Bwana siku kutumikia katika matoleo yao, na wewe ukayapokee na wakaweze kubarikiwa kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu, maana wewe ni mwema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Salimia mtu, karibisha mtu nyumbani, tendea mtu hali.